Shukrani kwa Mungu kumjalia binti yangu kufaulu vizuri masomo yake ya kidato cha 6. Mungu aendelee
Ungana kwa ajili ya marehemu wetu, raha milele umwapee Bwana, na mwanga wa milele uangazie. wapumzike kwa amani. Amina. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kusahilisha kuadhimisha mnamuungamia Mungu Mwenyezi. Nami ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri,
mwanga wa ukweli wako kwa wale waliopotea, ili waweze kukurudia wewe kwa njia ya haki. Uwawezeshe wote ambao kwa imani wanaiungama, wanahesabiwa kuwa Wakristo, wayakatae mambo yanayopingana na jina hilo na kuyafuata yale yanayopatana nalo, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali hunyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipusha, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitarudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Bwana. Umeijalia nchi na kuistawisha, mto wa Mungu umejaa maji, wawaruzuku watu nafaka, maana ndiwe uzitengenezaye ardhi.
nyikani na vilima vajifunga furaha. Yamevikwa kondoo na mabonde yamepambwa nafaka, yanashangilia na yanaimba. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru kwa kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana tajua ya kuwa viumbe vyote pia vimeugua pamoja nasi, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya Roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukitumainia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Neno la Bwana.
Siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miiba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, na ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 60 na 30. Mwenye masikio na asikie. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiyekuwa na kitu, hata kile alicho nacho kitanyang'anywa. Kwa sababu hiyo nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio hawasikii tena vizuri, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikiwaponya. Lakini heri macho yenu, kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amin nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayosikia ninyi wasiyasikie. Basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu asikiapo neno la ufalme asielewe, nalo huja yule mwovu akalinyakua lilipopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye alipandwa karibu na njia, naye alipandwa penye miiba. Huyo ndiye asikiaye neno akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Naye alipandwa penye miiba. Huyo ndiye asikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali kulisonga lile neno, likawa halizai. Naye alipandwa penye udongo mzuri. Huyo ndiye asikiaye lile neno na kuelewa nalo, yeye ndiye azaaye matunda, huyu 100, na huyu 60, na huyu 30. Neno la Bwana.
Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Kwa upendo wa Kristo, utumikie katika wanaume wa Katoliki, wapendwa taifa la Mungu, kila tunapokutana na neno la Mungu tunapata fursa ya kudumisha imani yetu na kutambua au kuelewa Yesu anaongea nini na sisi kwa nyakati tofauti. Dominika yetu ya leo ni ya msingi sana katika neno la Mungu, nalo ni faraja kwetu kwa sababu Yesu mwenyewe amehubiri. Somo hili lilikuwa na option ya kusoma somo fupi au kusoma somo ndefu. Kwa hiyo nikakauti kusoma somo ndefu ili msikie Yesu anahubiri mwenyewe juu ya mfano mpanzi, tusije tukaharibu sisi wengine wadogo ndani ya utumishi wake. Kwa hiyo maana ya mfano tayari tumeshauelewa, na ndio ametuelekeza bayana juu ya mfano huo. Tuangalie masomo ya leo yaliyopangwa. Kilitujia somo la kwanza na Injili muda wote zinaoana, alafu somo la pili linakuja kama kibwagizo sehemu fulani kuleta changamoto mbalimbali za maisha tuweze kuzungumza. Leo katika somo la kwanza tumesoma katika sura ya 55 katika kitabu cha Nabii Isaya. Nabii Isaya alichaguliwa kuwa nabii katika umri mdogo sana. Maandiko na yeye mwenyewe ana testify. Ukisoma Isaya sura ya 3 anakwambia, mimi ni mdogo na siwezi kufanya kazi ambayo Bwana unaniita. Nabii Isaya alikuwa na umri wa miaka 16 tu. Mungu anamwita kwamba nakuteua wewe kuwa nabii, lakini nakutuma kutoka kijijini kwako uende katika mji wa Yerusalemu. Nabii Isaya alizaliwa katika kijiji kidogo kinaitwa Anatot. Anatot ni kijiji chenye umbali wa maili 3 kutoka Yerusalemu city center. Isaya anazaliwa kijijini, anatumwa kufanya kazi tamu. Dogo anaogopa. Huko kuna watu wenye hela zao. Huko ndipo wafalme wanapokaa. Mishemishe zote za mjini zinaanzia Yerusalemu. Na mtoa mtoto wa Kushi nipeleke kule. Mungu anatesa, hiyo kazi sitaweza. Mungu anamwambia, si wewe ulionichagua mimi, bali ni mimi niliyekuchagua wewe tangu tumboni mwa mama yako, ili uweze kuwa nabii kwa mataifa na hasa nyumbani kwako Yerusalemu. Nabii Isaya baba yake alikuwa ni kuhani, kwa hiyo alishakuwa na idea ya kazi ya kitume. Hakumaini sana dogo sema liwalo na leo ngoja nikapambane mbele ya safari. Kijana anaingia Yerusalemu wakati nabii Isaya Mungu anamtuma. Tunaangalia situation ya Yerusalemu kulikuwa na shida nyingi politically. Watu viongozi wa siasa wanawanyanyasa wadogo. Religious wise, viongozi wa dini wanakuwa makabwela. And socially maisha yalikuwa magumu kwa maskini na matajiri wanazidi kuwa matajiri. Yerusalemu iko chini ya utawala wa Kirumi, watu wananyanyasika. Isaya anatumwa nenda kabomoe zile ngome, akemee kila kundi bila kuliogopa. Isaya anaona cha moto, lakini dogo kasema ngoja niende, sio mimi ninaipenda ila Mungu naenda naye na njia atakayoongea pamoja naye. Sasa leo Isaya anakuja katika Isaya leo anaingia anapasha moto ule mji. Anakwambia kama vile mvua inavyonyesha na theluji kutoka mbinguni, ardhi haitakaa itulie, lazima itachukua. Na vile Mungu amenituma kuja kuongea ninyi, kuongoka mioyo yenu, maneno yangu hayatakuwa bure, lazima uongofu utatokea kati yenu, nanyi mtamjua Mungu. Chukieni dhambi, pendeni haki. Chukieni dhambi, wasaidieni wanyonge. Chukieni dhambi, teteeni haki ndani ya jamii na
Huyo ndo Isaya sasa anaingia, lakini katika sura ya 55 tayari Isaya alishakoroma sana huko nyuma. Isaya alishakoroma sura ya kwanza, sura ya 5, sura ya 4 aliongea vitu vingi, na baadaye wakaamua kumpiga sababu dogo anazima. Nani kakupa mamlaka? Jamani, ndivyo vizuri. Baadaye alikimbia, anakimbia mpaka kufika uhamishoni. Isaya anakufa, mambo mengi yalitokea, lakini cha msingi ni kwamba lile alilonena nabii Isaya halijapita bure, lazima neno lake limebaki. Haiwezekani watu wote muwe na masikio ya miziba bila hata kusikia neno la Mungu likiongelewa. Hayo ndio nabii Isaya anaongea na sisi leo. Kuna mama moja alikuwa na binti yake mwenye miaka 14, na mama mara nyingi hakumtuma yule binti kufanya kazi za nyumbani. Binti amefungia ndani, anawasha TV yake, anavaa headset zake, yuko so obsessed ndani ya dunia, maisha na yeye anangoja tu muda ukifika alicho akaje anatia ndani. Sasa siku moja mama baada ya kupika chakula anamuita Janet, kaita zaidi ya mara 5 Janet asikii. Baadaye akasema ngoja nikaone nini kinachoendelea kwa binti yangu. Anafungua mlango kwa mkuta binti anacheza, masikio yake kaziba headphones, TV inaunguruma, dogo anacheza muziki ndani, utafikiri katumwa na Mungu. Mama akamwambia, nilikuwa nakutafuta, nilikuwa nakuita ili ujikula, lakini dogo hakusikia. Kwa nini hajasikia? She was so obsessed with the technology. Yaani hakusikia kwa sababu akili yake yote ilikuwa kwenye TV. Hakusikia kwa sababu masikio yake yalizibwa na headsets na headphones. Hakusikia kwa sababu muziki alikuwa anasikiliza na anauona ulimwengu furaha ya kila kitu. Kwa hiyo kelele za nje zinamdisturb yeye na Mungu wake, yeye na TV yake, kila kitu ndani. Na ndipo nabii Isaya anataka kuongea na sisi kwamba leo lazima tuongee na sisi, tuone kwamba Mungu anaongea na sisi kwa upande mwingine kupitia binadamu wake. Mungu anaongea na sisi ili aweze kutupa ujumbe wa kudumu nao ndani ya maisha yetu. Siku hizi hatutaki kusikia, tumeziba masikio yetu. Unavuka barabara kwenye zebra alafu umeziba masikio yako, alafu unatembea taratibu, unakuwa ni haki yako kuvukia. Hilo ni kosa, hilo ni kosa. Lazima tuwe aware na mazingira tunayoishi, na ndilo Mungu anataka sisi tukae katika usalama, kwamba neno la Mungu lazima lilete changamoto ndani ya mtu. Neno la Mungu liweze kukata ncha zote, left and right, kwa sababu sisi tunaguswa na upendo wa Mungu. Habari ya mpanzi ni habari ya roho zetu. Mioyo yetu sisi ni ardhi. Kama ni ardhi, basi sisi tunabidi tuoteshe mazao na mimea ndani ya mioyo yetu, lakini mioyo mingine haiwezi kuotesha kwa sababu ni miamba, ni migumu, haina mizizi, ina maji ya msimu. Na mioyo mingine haiwezi kuotesha mazao kwa sababu ina miba, ina chuki, haina amani ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo mazao hayawezi kudumu sehemu ambapo hayamwagiliwi maji. Kuna mioyo mingine iko wazi, inavuja damu. There has a bleeding. There are so many people who are bleeding. People they are bleeding because of the society's life. Watu wanaumia, watu wameumizwa, watu yani tukikuwa na skana, tukiona mioyo hii inatoka damu. Ukiuliza nini kinatoka damu, maisha yametenda. Wewe mtoto mdogo anaenda 17 umeshachika mara 7. Mtoto mmoja atulie, lazima ujike. That's the heart is breathing. Huwezi kupandisha chochote katika maisha. Sasa mbegu zingine zinatupwa katika mioyo hiyo. People are so wounded in this world. Unajua kuna watoto wengine wakiangalia, wakiona ajali imetokea, watu wanatoka damu, yule mtoto kutwa zima hawezi kula. Akikumbuka jinsi watu wanateseka, akikumbuka mahangaiko ya watu, anakwambia leo najisikia vibaya sana. Lakini kuna vitu vingine watu wanateseka, anapiga picha, hatayo hana time ya kumsaidia mtu, na kama alikuwa na sigara anafuta, yeye maisha sawa, watu walikuwa si ajali imetokea. Know that this person, the heart is hard. Yaani moyo wake ukishakufa ganzi, hajui nini cha kufanya, liwalo na liwalo. Mioyo mingine inamuumiza mtu, mwenzake analia kwa anashangizwa kwa
utajua mwenyewe. Nitajua mwenyewe chozi langu 99% ni feelings, 1% ni maji. And feelings are coming from God. Kwamba ninavulia mnyonge, ninavulia kwa mateso unanikabidhi unanipa, Mungu atajibu, na Mungu lazima ajibu. Mungu wetu halazi kuona. Haya tunakutana nayo ni majibu ya maisha yetu. Haya tunakutana nayo leo, ugumu huo, taabu hizo, longolongo hizo, ni kwa sababu ya yale tuliyofanya jana, kama sio sisi wazazi wetu. Mungu lazima ajibu. Lazima mtaonja la moto hapa kabla mdomo hujatoka mjini hapa. Kwa hiyo leo tunaalikwa tufungue mioyo iweze kupanda mbegu na mbegu zikamea. Ndio maana kuna wengine wameotesha mbegu 100 zimeota, 60 zikaota na 30 na za kuendelea. Hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia. Kwa hiyo tuone jitihada ya neno la Mungu kuja kwetu itusaidie sisi kubadilisha maisha. Unajua tunasali sana, tunajua tunatoa sana sadaka, tunajua tunajitolea kwa mambo mengi, lakini hatufanikiwi kwa sababu ya mambo mengine machache sana. Nifuulize tu swali, mwanangu, leo umekuja checho na mwambia Mungu akufanyie. Niambie utoleo umekuja kanisani, unataka nini Mungu akufanyie? Kuna lunch. Unawaza tu hujalipa saluni, unadaiwa 2,000 pale. Sasa unakuja kanisani kwa nini unawaza kwa saluni unadaiwa? Unakuja kanisani ili upate nini? Unakupiga magoti na unamwambia nini Yesu aikalisi? Kwa Yesu, mwanao umekuja kanisani, naomba uifanye familia yangu ina amani zaidi. Kwa hiyo unaingia kanisani na kutoka unakoka bata na roho. Bata ndio kwenye maji na kutoka kujumuta bata yule wajana kwenye vumbi, maisha yanaendelea. Kwa hiyo wewe na mimi tutaingia sana ndani na ngoma zichenye. Kisa sisi ni mabata. Tunaingia kujumuta tumesahau. Kwa hiyo hatujajipanga tumwambie nini Mungu kwenye maisha yetu. Mungu anatuita njooni kwangu wapenzi, niwaambie ukita baba, njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na kusumbuka na mizigo. Ngoma ipumzishwe, tupumzishe akili zetu, tupumzishe mioyo yetu, tukae kwenye miguu ya Yesu. Tupumzike. Tumechoka kinoma. Umndani wote tumechoka. Na kuna mtu akusema mimi na afadhali. Wewe kama hujachoka kimaisha, umechoka kimapenzi. Kama unachoka kimapenzi, ndoa inakuzingua usipime. Kama unachoka kiroho, unataka kazi mjini hapo. Yaani hapo kila mtu kachoka, hakuna kama mtu anafikiria. Wote mjani tumechoka. Sasa kama tumechoka, kama tumechoka na maandiko haya, Yesu leo anatufungulia mbele yetu. Fungueni mioyo yenu mkapande sasa mbegu ya uzima. Mkaote na mkawe wema. Yesu anatuita leo hapa, aisha mawaida wanakuwa hana shida. Yesu hana taifa na wanakuwa. Hana shida na wazazi, hana shida na watoto, hana shida na wanaume, hana shida na wasomi. Yesu akwambia, nyinyi wote hapa njooni kwangu. Kiwete, kipofu, nyinyi wote njooni kwangu. Mbavu mwenda, nyinyi njooni kwa Yesu. Yesu anatuita wote. Njooni. Hasa kama Yesu anakuita njoo kwa mpenzi wangu, njoo kwa wote utachomoa. Unaanza kuchomoa. Kabla hajasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Vyote ni mali yangu. Mwanangu njoo, unakataa. Wewe mwendazi. Mwenye mamlaka huyo, mwenye uhai utakufa sasa ukesho. Mwenye anaomba njoo sasa tutengeneze mazingira. Alafu unazingua. Unaosha vyombo kwa kifasa kushika mkono. Hakuwezi kuuliza kuna umeroa kwa nidhamu ya shamba. Sasa changamoto nyingine. Sasa kwa sababu umeitwa na kitu ambacho unakitafuta kwa nguvu zote, na wewe na mimi tunamtafuta Mungu. Mungu akikwambia njoo twende, tunaenda wote. Njooni wote kula, tunaalikwa njoo kule tujiongee meza ya Bwana. Washikaji wengine mnazikuwa kunyakujania kwa mwaka wa 10.
nani kakuzuia kuja kunyanyuka kupokea kanisa? Dhambi zangu, maisha yangu, changamoto zangu zimenitaji kwenye kitu zote kunyanyuka. Mwanangu akarefu, mwanangu huwezi kuja cheti bila kula mwili wa Kristo. Hiyo ndo ngoma hiyo. Wanakula ngoma hiyo wanaunganika na Kristo live. Na ukipo magamu na kwa baba mwingine na Yesu. Basi leo Yesu anatuambia twendeni tukapande mazao. Mimi nachukua napanda mbegu. Mbegu ni neno la Mungu. Kuna watu wenye mioyo migumu watapokea, wengine watapokea kwa shikali tu, wengine kwenye jiwe, lakini wengine wataenda kuyafanyia kazi na maisha yanabadilika. Kwa hiyo neno la Mungu lina kazi ya kutubadilisha, ya kutupandisha mbegu ya kumtambua Mungu na kumtambua jirani katika maisha yetu. Jirani ni muhimu sana ndani ya maisha. Jirani ni muhimu sana. Ndio kuna majirani wengine sasa wana amani wao kuja cheti. Sasa afadhali kwenda kanisani na kelele zisije mtaani. Kweli watu wafurahie kuja kanisani kusikiliza sana. Rekebisha maisha hii, jirani aone niko na mtu anayejali maisha yangu. Hiyo ndio sauti ya Mungu inaendelea na sisi leo. Na hesabu mambo yote si kitu zaidi ya kupenda Mungu. Paulo anawaambia nani watu wa Rumi. Na hesabu mambo yote, na hesabu mateso ya sasa si ishu siku moja nitapata taji la uzima kule mbinguni. Bonge la nini? Onako mbinguni raha, hiyo siku unaogopa tu. Mbinguni raha. Tatizo la mbinguni ishu ni moja tu, watu kuwaza jeneza. Ndio stress kwa nao. Lakini mbinguni bata. Mbinguni ni ishu. Ila tunawaza ile tatizo kwa Mungu, uwezi kwenda mbinguni bila kuambia watu wale mpunga kwanza mjini. Ndio ndio yao ya mwisho. Tuachie mpunga uende mbele. Kwa hiyo the end of the letter. Heri wanaokufa mapema kwa maana hawana changamoto nyingi ya dhambi duniani. Kwa hiyo mwanangu kama uko tayari baada ya misa watu watamue tu maisha. Hamko tayari? Mimi naomba Mungu akiwapo leo siwezi leo. Ndio Mungu aliweza kukuja. Tuone leo neno la Mungu linashuka kwetu, linakuja kwetu kama theluji, linyunyizie mioyo yetu ili tuweze kuotesha mazao na mimea mbalimbali. Na tukishamea hapo, basi mazao haya yatoe matunda kulinganisha na mahitaji yetu. Toe matunda ya amani, matunda ya upendo, matunda ya umoja, matunda ya ujirani mwema, na si matunda ya chuki na vitu vingine. Msifu Yesu Kristo. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbinguni na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli
kusahaulisha ushindi wa ufalme wa Mungu. Bwana, twaomba usikie. Ulimtaja Shetani kama hatari kubwa, utuamshe tukeshe, tusije tukashindwa kwa hila za Shetani. Bwana, twaomba usikie. Ufalme wa Mungu unatokea tu kwa njia ya upendo, wema na upole. Kama vyombo vya ufalme huo, usaidie kuzaa matunda ya wema na upendo. Bwana, twaomba usikie. Ulisema kwamba udongo mzuri utazaa na kutoa matunda mazuri. Warudishe mioyo yetu kwa neema yako. Bwana, twaomba usikie. Raha ya milele uwape Bwana, na milele wakazie. pumzike kwa amani. Amina. Baba wa huruma, ulipanda mbegu ya neno lako mioyoni mwetu, ututimizie maombi yetu ili tupate nguvu ya kustawisha neno hilo kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Thank you.
ninyi nyote mliokuja na zawadi altareni kwa Bwana. Mungu awalinde ninyi pamoja na familia zenu na jumuiya yenu kwa namna ya pekee, na Mungu awazidishie maradufu kwa pale mlipotoa. Mungu, mtazame mtoto huyo anayepelekwa leo altareni mbele ya macho ya taifa lako, mtakase, mlinde na umkinge na dhuluma zote za maadui. Mjalie yeye mtoto na familia yake wakuwe kwa amani. Akumbuke kama Yesu alipelekwa Haruni na Simeoni na Hana waliopokea. Basi nasi tunampokea mtoto huyu pamoja na familia yake, akue katika imani na matumaini ya Mungu. Na baraka ya Mungu iwe kwenu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ujalie kupokelewa kwa ajili ya kukuza utakatifu wa amini kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, na ukaweka chini yake vyote viumbe vyote na maajabu yao, apate kuvitawala kwa niaba yako vyote ulivyoviumba na
kusifu bila mwisho katika maajabu ya kazi zako. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wote tunakusifu tukiimba wimbo wa shangwe, imba. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye unataka kutuliza kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Yohane Mwinjili, msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, ujalie kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo 14 na askofu wetu Stefano Lameki Msomba, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote uliofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen.
agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho ya Mungu tunasema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ulihurure morena muliro musoke sedusura me ere mwara singabuna ulisedisese mukahisomu katuzo kushiro kushukujo haho kapelele bisote kakala imuna me ulisirelese horelise kala sema misepe farizi lilebelese kasifufelo liwitumeo ujio Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo ulimwambia mtume wako, maana wacheni amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana
kwanza wa teolojia katika seminari kuu ya Kipalapala Tabora. Basi nimefika hapa kwa ajili ya kuwasalimu, sababu ni muda mrefu sana, nadhani hata wengi wanifahamu pia. Ninatokea katika kigango cha Kigwaza, nimelimu parokia hii. Nikasema ngoja nichukue walau hoteli ya leo kuja kuwasalimia hapa katika kusali pamoja nanyi. Nashukuru sana, na kesho tutaanza utume ambao nilipangiwa katika parokia ya Muungano maeneo ya karibu na Tegeta. Tumezidi kuombeana, lakini pia niwakaribishe wale wote ambao wanatamani kujiunga na wito mtakatifu wa upadre tuweze kuongeza timu kama mafrateli katika kuzidi kuiongea kale ya Bwana na kufanya kazi katika shamba la Bwana. Sifu Yesu Kristo. Leo akusali pamoja nani, pia nitasali ni saa 2, nitaenda kigango ndani siku na jioni nitabaki na watoto. Kwa hiyo full time niko Chalinze. Na kwa CT nimaliza siku zima leo CT. Na kiasubuhi poroka nampigia mtu tuangalie kiuliza kitu moto kusema hapa ndo nataka. Mimi nimewapenda bure kwa majitoleo yenu, kwa kazi mbalimbali mnazofanya ndani ya parokia na bidii zote mnazofanya. Nyinyi ni watu wema sana. Watu wa Mungu hatushindi. Nikisema watu wa Mungu jikoni hatushindi. Watu wa Mungu hatushindi. Na hatuwezi kushindwa kama tumedhamiria jambo, lazima tutoboe. Hayo unayofanya si madogo. Ni bonge la Yesu. Hata jimboni wanashangaa. Mimi niwapongeze. Najua mapambano mnayopitia, mahangaiko na pesa ilikuwa ngumu, lakini bado mnasema hayo maji lazima yaeleweke. Unajua sisi tunapokuja kusaidia ibada hapa, hatuna bado kulala, tunaroka mkula za gesi. Unajua jana na gesi leo nimemaiki sana. Tunafanyaje kesho asubuhi? Kwa sababu ya nini? Hatuna nyumba, lakini mnachokifanya sisi tunajua hapa tukiona tutakuwa tunatia timu na ingia kwenye box au maskani. Hii ndio hoteli yetu sisi. Mjengeni Bwana nyumba nasi tupate kupumzika ili tuweze kuwa na nguvu ya kudumu ndani ya taifa la Mungu. Tunawashukuru sana mama nitoleo yenu. Hatushukuru poa, unajua hatushukuru poa. Watu wanapambana kinoma, naelewa hiyo. Usione michango mingine mwenyekiti naitoka hiyo, inayekausha damu. Mtu yuko tayari akapigike kausha damu ili tuombe kanisa yaende. Afu na mtu unamchukulia poa. Haiwezekani mimi nikakofe na ngeka mtoko kwa ajili yangu kuteseka, alafu hela haifiki mahali nataka kufanyika. Si sahihi. Mwenyekiti kuthibitishia kila kitu kiko salama na paroko kwa imani. Mimi namfahamu sana Padre Paroko. Akijengea bonge la kanisa Kilombero, kanisa la ukweli jimboni Morogoro. Yaani kabla jimbo la Morogoro mmoja wapo kujenga bwana mkubwa. Afu kaja tena anaanzisha tena yale kuja Morogoro bwana. Msieni moyo na akusaidie. Jua kila mtu ana kipaji chake. Muomba Mungu asimuondoe mapema moja kufikishia malengo fulani. Hata ikiwa miaka 10 ijayo, lakini Chalinze kutumia. Hii ngoma sio saizi. Hii ngoma kwa karibu ile muziki unaotoa ule ile ni saluti. Maneno watu wa Mungu. Sawa? Haya, mimi naitwa Father Musa. Mimi Father Moses aka Father Musa. Kwa hiyo mimi nafundisha Jordan University. Kwa hiyo nafundisha wanazimu. Hata kama bado wewe mpaka kieleweke. Basi ndio watoto wanasumbua. Mimi nataka kuwatu
wawakilishi kwa mashirika mbalimbali na majimbo. Kwa hiyo wadogo wanapambana na tunawaombea kupambana. Najua kinachowatesa wa shule ngumu kinauma, shule ngumu na nafsi na kaza. Nafikiri ni madai ya elimu kizembe kwa kupiga shule. Pambana kupiga shule kuja mtaani sio zetu kuonyesha kitu. Mimi mshauri fulani na ofisi yangu hiyo. Basi sina maneno mengine, mimi niko pale Morogoro. Kwa hiyo huwa napita kumcheck bro hapa. Leo tunasoma haya, baba ametoka. Kafanya mchakato mwingine tangu